Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo napenda kuchukua nafasi hii kuwakumbusha mashehe wetu mliopewa dhamana na ujuzi wa kutafsiri maneno ya Mwenyezi Mungu na kuongoza watu na dini sana. Watu waache uzinifu. Uzinifu umekuwa ni mkubwa sana kwenye nchi hii, na uzinzi ni dhambi ya tatu kwa ukubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Dhambi ya kwanza ni kuabudu kisichokuwa Allah tabaraka wa taala. Dhambi ya pili ni kutoa nafsi ya mtu kwa kukusudia au kwa makusudi. Dhambi ya tatu ni uzinifu. Sasa hivi hatua tuliofikia, mama alipatikana kwenye uzinifu, baba alipatikana kwenye uzinifu, binti aliyezaliwa au kijana aliyezaliwa kapatikana kwenye uzinifu, mjukuu aliyezaliwa kapatikana kwenye uzinifu. Na hizo familia ziko nyingi sana, yani ukoo wa zinaa. Sasa hivi zinaa imekuwa ni jambo la kawaida. Jamani, uzinzi, yani kuishi na mwanamke bila ndoa. Ndoa ni ile mnafuata utaratibu wa Mungu. Unaongea na binti na kupeka kwao, unaongea na uzazi wa jomba, unalipa mahari, unaoa. Ile ya kuchukua unapeleka ndani, huo ni uzinzi. Uzinzi ni ule kumuingilia mwanamke au kuingiliana pasina kufuata utaratibu wa Mwenyezi Mungu. Kama mnafanya uzinzi, mnapika na kupakua pasina kufuata utaratibu, nyie ni wazinifu na ni washenzi na ni malana kumnyie. Sasa kaeni mkijua dhambi ya zina ni dhambi ya tatu kwa ukubwa mbele ya Allah, na zina ukiifanya tu tayari umeikopesha. Malipo yako ni kwenye kizazi chako. Hata ukiwa hauna mabinti, atageuzwa mtoto wako kuwa shoga. Uzinzi umekithiri kwenye nchi hii, hasa jiji la Dar es Salaam hii. Auzubillahi minashaitani rajim. Ni nyie wanafunzi wa vyuo vikuu, nyie mabinti, nyie mliopanga huko Uswahilini vyumba kama makontena, nyie. Kwa hili Bombu Kibali Mwanaviki Sabo, mtoto wa Kimanyema kutoka kijiji cha Kagongo ya Baharini, jimbo la Kigoma Kaskazini. Na hayo ndio madhara ya uzinzi na uzinifu.